Naam, habari za wakati huu, karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Trump na Putin kuzungumza leo kuhusu vita vya Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump atazungumza na Vladimir Putin wa Urusi leo kuhusu kukomesha vita vya Ukraine, huku kukiwa na makubaliano ya eneo la Kyiv na udhibiti wa kinu cha nyuklia cha Zaporizhia huenda ukahusika katika mazungumzo hayo. Tunataka kuona kama tunaweza kumaliza vita hivyo, Trump aliwaambia waandishi wa habari akipanda ndege ya Air Force One wakati akielekea Washington kutoka Florida. Labda tunaweza, labda hatuwezi, lakini nadhani tuna nafasi nzuri sana. Nitazungumza na Rais Vladimir Putin siku ya Jumanne. Kazi kubwa imefanywa mwishoni mwa juma. Trump anajaribu kupata uungwaji mkono wa Putin kwa pendekezo lake la kusitisha vita kwa siku 30 ambalo Ukraine ilikubali wiki iliyopita. Pamoja na hatua hiyo, bado pande zote mbili zinaendelea kufanya mashambulio makali ya angani, huku Urusi ikikaribia kuviondoa vikosi vya Ukraine katika eneo lao la Kursk magharibi mwa Urusi. Alipoulizwa ni makubaliano gani yatazingatiwa katika mazungumzo ya kusitisha mapigano, Trump alisema, tutakuwa tunazungumza kuhusu ardhi, tutakuwa tunazungumza kuhusu mitambo ya kuzalisha umeme, tayari tunazungumza kuhusu hilo, kugawanywa baadhi ya mali. Trump hakutoa maelezo yoyote, lakini kuna uwezekano alikuwa anarejea kuhusu kituo cha Zaporizhia kinachokaliwa na Urusi huko Ukraine, ambacho ni kiwanda ama kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya. Urusi na Ukraine zimeshutumiana kila moja kwa vitendo vinavyohatarisha usalama katika kinu hicho. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, alithibitisha Jumatatu kwamba Putin atazungumza na Trump kwa simu, lakini akakataa kuzungumzia matamshi ya Trump kuhusu ardhi na mitambo ya kuzalisha umeme. Ikulu ya Kremlin ilisema Ijumaa kuwa Putin amemtumia Trump ujumbe kuhusu mpango wake wa kusitisha mapigano kupitia mjumbe wa Marekani Steve Witkoff, ambaye alifanya mazungumzo mjini Moscow, akielezea matumaini kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa kumaliza mzozo huo wa miaka mitatu. Witkoff, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na mshauri wa usalama wa kitaifa wa Trump Mike Waltz walisisitiza mwishoni mwa wiki kwamba bado kuna changamoto zinazopaswa kutatuliwa kwanza kabla ya Urusi kukubali kusitishwa kwa mapigano, achilia mbali azimio la mwisho la kupata amani na kumaliza vita. Hii ni habari kubwa sana, nadhani wengi tumeiona siku ya jana, Trump akidai ya kwamba leo atazungumza moja kwa moja na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa lengo la kuangalia hatua inayowezekana katika juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine na fursa kwa Trump kuendelea kuelekeza upya sera ya nje ya Marekani. Na Trump alifichua mazungumzo yajayo kwa waandishi wa habari wakati akiruka kutoka Florida kwenda Washington kwenye Air Force One Jumapili jioni, wakati Kremlin ilithibitisha ushiriki wa Putin Jumatatu asubuhi. Tutaona ikiwa tuna kitu cha kutangaza, labda kufikia Jumanne nitakuwa nikizungumza na Rais Putin. Trump alisema kazi nyingi zimefanywa mwishoni mwa juma, tunataka kuona kama tunaweza kumaliza vita hivyo. Washirika wa Ulaya wanahofia uhusiano wa Trump kwa Putin na msimamo wake mkali dhidi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alikabiliwa na ukosoaji mkali alipotembelea ofisi ya Oval zaidi ya wiki 2 zilizopita. Ingawa Urusi ilishindwa katika lengo lake la awali la kuipindua serikali ya Ukraine kwa uvamizi wake miaka 3 iliyopita, bado inadhibiti maeneo makubwa ya nchi hiyo. Trump alisema ardhi na mitambo ya kuzalisha umeme ni sehemu ya mazungumzo kuhusu kuhitimisha vita. Tutakuwa tunazungumza kuhusu ardhi, tutakuwa tunazungumza kuhusu mitambo ya kuzalisha umeme, alisema, mchakato alioelezea kama kugawanya baadhi ya mali. Mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff
alitembelea Moscow wiki iliyopita ili kuendeleza mazungumzo. Urusi iliteka mikoa minne ya Ukraine kinyume cha sheria baada ya kuzindua uvamizi wake kamili wa Ukraine mwaka 2022. Mikoa ya Donetsk na Luhansk mashariki mwa mikoa ya Kherson na Zaporizhia kusini mashariki mwa nchi, lakini haidhibiti kikamilifu mojawapo ya mikoa minne. Mwaka jana Putin aliorozesha kuondolewa kwa wanajeshi wa Kyiv katika mikoa yote minne kama moja ya matakwa ya amani. Mnamo 2014 Kremlin pia ilishikilia Crimea kutoka Ukraine. Katika sehemu inayokaliwa ya mkoa wa Zaporizhia, Moscow inadhibiti kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhia, kikubwa zaidi barani Ulaya. Mmea huo umekamatwa mara kwa mara kwenye mapigano tangu uvamizi huo. Shirika la kimataifa la nishati la atomiki, shirika la Umoja wa Mataifa, mara kwa mara limeelezea wasiwasi kuhusu mtambo huo kwa sababu ya hofu ya uwezekano wa janga la nyuklia. Wakati wa mazungumzo yake na waandishi wa habari, Trump alisema alikuwa akisonga mbele na mipango yake ya ushuru mnamo Aprili 2 licha usumbufu wa hivi majuzi katika soko la hisa na woga juu ya athari za kiuchumi. Aprili 2 ni siku ya ukombozi kwa nchi yetu, alisema. Tunarudisha baadhi ya mali ambazo marais wapumbavu sana walitoa kwa sababu hawakujua walichokuwa wakifanya. Trump mara kwa mara amebadilisha mwelekeo wa baadhi ya mipango ya ushuru kama vile Mexico, lakini alisema hakuwa na nia ya kufanya hivyo linapokuja suala la ushuru unaofanana. Wanatutoza na tunawatoza, alisema. Kisha kwa kuongeza hiyo, kwenye magari, kwenye chuma, kwenye alumini tutakuwa na ushuru wa ziada. Mengi zaidi mtazidi kukuhabarisha, lakini kubwa zaidi tusubirie kuona mazungumzo kama yatafanyika leo, huku tumeshuhudia Urusi ikithibitisha kuwepo kwa mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump ambaye atazungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin leo Jumanne, katika hatua inayowezekana katika juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine na fursa kwa Trump kuendelea kuelekeza upya sera ya nje ya Marekani. Tuachie maoni yako, lakini kubwa zaidi endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.